Punch, Yanga wameendelea na kiwango bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu baada ya ushindi wa mabao 5-0 ugenini dhidi ya Tanzania Prisons, huku watani zao wa jadi Simba wakifanya hivyo hivyo kwa ushindi mabao 5-0 dhidi ya Gold na kufanya mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kuendelea kuwa na ushindani wa aina yake baina ya timu hizo mbili. Ikumbukwe, baada ya ushindi wa leo wa Yanga, maana yake wamefikisha pointi 76. Huku michezo ikiwa imebaki miwili, wanakabiliwa na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na kisha mchezo wa Juni 25 dhidi ya watani zao wa jadi Simba, huku pia Simba wakiwa wamebakiza mechi mbili dhidi ya Kagera Sugar na ya mwisho ni hiyo ya Juni 25 watakaocheza dhidi ya Yanga. Matokeo yake kwa ushindi wa 5-0 uliopata Simba, ushindi wa 5-0 uliopata Yanga, maana yake ni kwamba kwenye msimamo pale juu pako vile vile kwamba Yanga wanaendelea kuongoza wakiwa na pointi 76, huku Simba kupatia wakiwa na pointi 75. Yanga idadi ya mabao imeongezeka kutoka 71 mpaka 76, ili hali Simba wameongeza mabao yao kutoka 63 waliokuwa nayo na sasa wamefikisha mabao 68. Katika mechi nyingine, Azam pia walishinda dhidi ya Dodoma Jiji na pia Singida Black Stars walishinda, na hivyo kwa ujumla pale juu mshindi wa 3 na wa 4 katika ligi kuu Tanzania bara wameshapatikana. Hakuna namna ambayo Singida wanaweza kaishusha Azam kwa sababu ushindi wao wa leo hii umewafanya wafikishe pointi 56. Mechi ya mwisho hata wakishinda watatimiza pointi 59, wakati Azam tayari wamefikisha pointi 60, huku pia wakiwa na mchezo mmoja mkononi. Yanga leo hii ushindi wao mabao 5 ulichangiwa pia na kazi nzuri iliyofanywa na Peodo Pacome Zouzoua, aliyekuwa man of the match, mchezaji bora wa mechi, akifunga mabao 2, mabao mengine yakifungwa na Izra Patrick Mwenda, lakini vile vile Cletus Chota Chama katika siku ambayo Pacome aling'ara sana. Na kisha vile vile kuna bao la Mudathir Yahya Abbas. Ushindi wa leo wa mabao 5 wa Yanga umeyofanya kuweka rekodi nyingine katika ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe, wekundu wa Msimbazi Simba ndo wanashikilia rekodi ya kufunga mabao kwa kuzingatia idadi ya mechi na muda uwanjani katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe. Msimu wa 2022-2023 Simba walimaliza ligi wakiwa na mabao 75 katika ligi yenye mechi 30. Kwa lugha nyingine, Simba kwa mechi 30 manake walicheza dakika 2700, mabao 75 waliofunga ilikuwa ni kwa wastani wanafunga bao kila mechi baada wanafunga bao kwa wastani wa dakika 36, tunasema MPG, minutes per goals. Kasi hiyo ya Simba msimu wa 2022-2023 ambao hata hivyo ni Yanga ndio waliotoa ubingwa katika msimu huo, ulifanya Simba iwe na rekodi ya kuwa ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi kwa kuzingatia muda, tunasema MPG. Mabao 75 ya msimu huo yalifanya Simba iongoze sio tu katika ligi kuu Tanzania bara kwa kuwa ndio kinara wa kufunga mabao kwa haraka zaidi na mengi kwa kuzingatia muda na idadi ya mechi, bali pia ilikuwa ni rekodi hata katika ligi kuu bora zote barani Afrika kuanzia msimu wa 2010-2011. Yani katika ligi kuu ya Misri ambayo ni namba 1, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Algeria, ligi kuu yenyewe ya Tanzania, ligi kuu ya Tunisia, ligi kuu ya Angola, ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ligi kuu ya Sudani, ligi kuu ya Ivory Coast, hakuna timu ambayo katika msimu kuanzia 2010-2011 mpaka hivi sasa ambayo imewahi kumaliza ligi yake katika ligi zao ikiwa na wastani huu wa kufunga mabao kwa kasi ya dakika 36. Lakini leo hii Yanga wakavunja rekodi katika ligi kuu Tanzania bara na hizo ligi nyingine zilizozitaja ligi bora barani Afrika kuanzia 2010-2011, kwa sababu mabao waliofunga leo hii 5 wakiwa kabla ya mechi wakiwa na mabao 71, maana Yanga imefikisha mabao 76 katika mechi 28 walizocheza mpaka sasa. Maana yake Yanga kwa wastani inafunga bao 1 mpaka sasa kila baada ya dakika 33 na sekunde 12. Ni rekodi ya juu mno katika ligi kuu Tanzania bara, lakini katika ligi kuu zote bora barani Afrika. Na kwa Yanga yenyewe hii pia ni rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara tangu Yanga ianze kucheza ligi kuu Tanzania bara kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Hakuna msimu ambao Yanga imewahi kufikisha idadi ya mabao kubwa kiasi hiki. Yani hata pale ligi kuu Tanzania bara ilipokuwa na timu 20 mechi zikiwa 38 kwa msimu, mfano msimu wa 2019-2020, hata pale timu zilipokuwa 18 msimu wa 2020-2021 mechi zikiwa 34, katika tangu ligi kuu ianzishwe idadi ya mechi zikiwa tofauti tofauti kila msimu, Yanga haikuwahi kufunga mabao ya idadi hii, kwa sababu msimu uliopita na msimu ndio msimu ambao Yanga imefunga mabao mengi katika historia ya ligi kuu kwao wenyewe kwa kufikisha mabao 71.
Lakini kabla ya hapo Yanga nyingine iliyofunga mabao mengi kwa msimu ni Yanga msimu 2014-15 ambayo ilifunga mabao 70. Lakini Yanga hii ikiwa bado kuna mechi mbili mkononi, mechi dhidi ya Dodoma Jiji, mechi dhidi ya Simba, tayari imeshika rekodi mpya kwao wenyewe katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini kitendo cha kufikisha mabao 76 ni ishara kwamba Yanga inao uwezo wa kuweka rekodi mpya ya mabao katika ligi nzima, sio kwa kake yenyewe. Yaani tunazungumzia actual number ya mabao bila kujali muda. Kwenye muda Yanga hii ndio rekodi bora kama nilivyotoka kueleza, MPG, minutes per goals, ikifunga bao kwa wastani wa kila baada dakika 33 na sekunde 12, lakini wastani ambao unaweza ukaharibiwa endapo Yanga itakuwa haifungi mabao katika mechi mbili zinazofuata, maana itaathiri idadi ya dakika zilizochezwa na mabao yakiwa yamebaki haya 76. Lakini kwa mabao jumla kwenye ligi kuu Tanzania bara, timu ambayo inashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi ni Simba, ambayo katika misimu kuanzia 2018-19 mpaka 2020-2021 kuna msimu walimaliza na mabao 78, ukiwamo msimu wa 2020-2021, wakati Simba ikiwa na top scorer katika ligi John Boko mabao 16, alikuwa mfungaji bora namba 2 Chris Kope Mushimba Mugalu alifunga mabao 15, Prince Dube alikuwa watatu mabao 14, lakini wanne kwa kufunga mabao alikuwa ni Medi Kagere mabao 13. Ni msimu ule ambao Simba walimaliza ligi na mabao 78, lakini mechi zikiwa 34. Lakini kabla hapo kuna msimu pia ambao Simba katika mechi 38 timu zikiwa 20 ilimaliza ikiwa imefunga mabao 78. Ndio mabao mengi katika historia ya ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Lakini sasa Yanga tayari imefikisha mabao 76, ina mechi mbili mkononi. Upo uwezekano kama itaendelea na kasi ya upachikaji mabao inaweza ikaipiku Simba kwa rekodi ya kufunga mabao 78 kwa msimu bila kujali idadi ya mechi. Kwa maana ukizingatia idadi ya mechi, Yanga hii ndio bora zaidi, maana imecheza mechi 28 na mabao 76. Kwa nini leo Yanga hii imeshinda mabao 5-0 dhidi ya Tanzania Prisons ya kocha Amani Josia? Ni juu ya namna ilivyokuwa ikiendea mchezo wake, approach dhidi ya Tanzania Prisons. Chini ya kocha Hamdi Milud, Yanga ilimiliki mpira kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho. Katika muda mwingi wa mechi, mpira ukichezwa katika nusu ya pili ya uwanja, Tanzania Prisons wakishambulia kwa kushtukiza, lakini uimara wa Yanga katika kuzuia wakiwa na wachezaji wao nyota Ibra Baka, Dickson Job, lakini mabeki kina Shadrack Isakaboka, Israel Patrick Mwenda walikuwa kwenye kiwango bora, wakiungana na kina Mudathia Abbas pamoja na Khalid Aucho Dokta kuhakikisha hakuna mashambulizi tishio ya Tanzania Prisons katika dakika zote 90 za mchezo. Ndio maana hata alipokuja kuingia Oscar Majanga, hata alipokuja kuingia Jeremia Mgunda katika kipindi cha pili, bado Jeremia Juma, bado Yanga walionekana kwa vizuri zaidi katika muda wote wa mchezo katika kuzuia. Kwenye kushambulia, Peodo Pacome Zouzoua alikuwa kwenye kiwango bora sana, lakini pia Mudathia Abbas alikuwa vizuri mno, mpaka anatolewa alikuwa yeye akifanya kila analotaka, ikiwamo kwenye eneo la kushambulia ambapo alifunga bao la utangulizi kwa kichwa, bao zuri, lakini pia katika kuhakikisha eneo la kati wanatawala pamoja na yeye na Mudathia Abbas. Lakini mabeki wa Yanga Israel Patrick Mwenda, Shadrack Isakaboka walikuwa kwenye kiwango bora, na mwisho Yanga wakapata ushindi waliostahili wa mabao 5, ingawa walikuwa na uwezo pia wa kuongeza mengine, hasa kupitia kwa Cletus Chota Chama ambaye baada ya kuingia kipindi cha pili aliongeza utawala wa Yanga kuelekea mwisho, kuelekea kwenye eneo la mwisho la kushambulia, akifunga bao moja, lakini pia akikosa bao lingine mojawapo akiwa ameshawapiga chenga mabeki wa Tanzania Prisons, akaubetua mpira ukamvuka kipa, lakini ukamgonga usoni Jumanne El Fadhili na kufanya ashindwe kuongeza bao lingine katika siku ambayo kwake ni sherehe ya kuzaliwa, tunasema birthday. Lakini kwenye eneo lingine Simba pia walikuwa kwenye kiwango bora, mwisho wa siku wakapata ushindi wa mabao 5 kutokana na namna ambavyo walivyocheza dhidi ya Ken Gold ambayo imeshateremka daraja kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora. Ilitarajiwa Simba washinde na ndivyo walivyofanya. Mpaka mapumziko Simba tayari walikuwa wakiongoza kwa mabao 4-0. Kipindi cha pili wakaongeza bao lingine, lakini muda mwingi wakawa wakiutumia kumiliki zaidi mpira, kuhakikisha wanaendelea kuwa na nishati ya kutosha, wachezaji wakiwa salama, kwa sababu bado wanakabiliwa na mechi mbili za ligi, mechi dhidi ya Kagera Sugar, lakini mechi ya dabi dhidi ya watani zao wa jadi Yanga Juni 25. Je, kwa mwenendo huu nani ataibuka bingwa? Maana ni Yanga ama Simba? Yanga wako juu, lakini wanawazidi Simba kwa tofauti ya pointi moja tu. Yanga wana utajiri wa mabao, wana mabao 76, Simba ina mabao 68. Bila shaka kama kila mmoja atashinda mechi zake, Juni 25 bado itabaki kuwa kama ni fainali ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, kwa sababu ikifikia siku hiyo
halafu tofauti ya pointi kibaki pointi moja baina yao Yanga na Simba. Manake Simba watahitaji ushindi ili kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wameukosa tangu msimu wa 2020-21, ili hali Yanga wakihitaji walau sare tu katika mechi hiyo ya Juni 25 ya dabi ya Kariakoo ili kutoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini yote haya yatawezekana endapo tu Simba watashinda mechi yao ijayo dhidi ya Kagera Sugar na Yanga watashinda dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo watacheza kule visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Nani atakuwa bingwa msimu huu ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.